Serikali yaongeza bajeti ya ununuzi wa dawa kutoka shilingi bilioni 200 hadi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha 2025-26 ikiwa ni hatua ya kuhakikisha upatikanaji wa dawa muhimu. Na katika michezo, vijana wa mji wa Tunduma mkoani Songwe watakiwa kuondoa itikadi za kisiasa, kidini na kikabila kupitia michezo. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imeongeza bajeti ya ununuzi wa dawa kutoka shilingi bilioni 200 hadi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha 2025-26 ikiwa ni hatua ya madhubuti ya kuhakikisha upatikanaji wa dawa muhimu zikiwemo za ARVs katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya zinapatikana bila kukumbwa na upungufu. Roda Simba anaarifu zaidi. Hayo yameelezwa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Afya Jenista Mhagama wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Serikali imeongeza bajeti ya dawa kwa mwaka huu wa fedha kutoka shilingi bilioni 200 2024-25 hadi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha 25-26. Ongezeko hilo litawezesha ununuzi wa dawa za ARVs pamoja na dawa nyingine. Mheshimiwa Spika, hapa naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga kweli kuhakikisha dawa hizo muhimu zinaendelea kupatikana kwa wananchi katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya kama kawaida bila kuwa na mabadiliko yoyote. Aidha, Mhagama amesema idadi ya vifo vya mama na mtoto vimepungua nchini kufuatia ongezeko la vituo vinavyotoa huduma za upasuaji wa dharura wa kumtoa mtoto tumboni. Maono haya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu uzazi salama yamewezesha kupunguza vifo vya kina mama vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa bohari kuu ya dawa ili kuongeza ufanisi na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, kusaidia uwekezaji katika viwanda na kuongeza uwezo wa uhifadhi wa bidhaa za afya kwa kujenga maghala ya kutosha. Tunaomba matibabu kwenye kufanya dialysis kwenye figo aidha yawekewe msamaha au yapunguzwe. Gharama ni kubwa, Watanzania wengi hawawezi kumudu hayo matibabu. Huyu mtu mwenye monopoli hapa Tanzania anauza chanjo yake kwa bei kubwa, shilingi 10,000 kwa chanjo moja. Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.6 ili kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya afya nchini. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inatambua mchango mkubwa unaotolewa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China katika nyanja mbalimbali ikiwemo timu ya madaktari kutoka China wanaokuja kutoa huduma za kibingwa katika hospitali za umma pamoja na fursa za ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Zanzibar. Dr. Mwinyi amesema hayo wakati alipokutana na balozi mdogo mpya wa China Lin Shuangwang aliyefika Ikulu Zanzibar jana kwa ajili ya kujitambulisha rasmi pamoja na ujumbe wake. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Mwinyi ametaja maeneo mahususi ya ushirikiano ambayo serikali ya Zanzibar inapanga kuyapa kipaumbele yakiwemo kuhamasisha uwekezaji kutoka China, kukuza biashara baina ya pande mbili na kuimarisha programu za kuwawezesha vijana kupitia mafunzo ya ufundi stadi ili kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana wengi wanaokosa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano katika sekta ya utalii, hususan kwa kuangazia uwezekano wa kuanzishwa kwa safari za moja kwa moja za ndege kati ya China na Zanzibar, hatua itakayosaidia kuongeza idadi ya watalii, kukuza mahusiano ya kitamaduni na kuimarisha uchumi. Kwa upande wake, Balozi Ling amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa ukarimu mkubwa aliyoupokea tangu alipowasili na kueleza kuwa katika kipindi kifupi alichokuwepo Zanzibar ameweza kutembelea miradi mbalimbali na kuridhishwa na kasi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya Rais Dr. Mwinyi.
Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Visiwa vitano vilivyokuwa vikikabiliwa na adha ya ukosefu wa usafiri wa uhakika katika ziwa Victoria vinatarajiwa kuondokana na kadhia hiyo kuanzia Julai hadi Septemba mwaka huu baada ya ujenzi wa vivuko vitano vya serikali kufikia 90%. Henry Kavirondo anaarifu zaidi. Ni katika karakana ya Songoro Marine Company Limited jijini Mwanza, ujenzi wa vivuko vitano ukiendelea. Ujenzi wa vivuko hivi umegharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 27 za Kitanzania. Kwa vyote tunaweza kusema viko asilimia zaidi ya 90, lakini kuna ambao vimezidi zaidi ya hapo na vingine viko chini kidogo ya hapo. Kwa mfano, ukianza na Buyagu Mbarika, chenye tumeshajenga umbo la chombo liko tayari. Kazi kubwa iliyobakia ni kufunga injini zake na propulsion na mifumo ya umeme na vitu kama hivyo. Alafu kija kivuko kingine kinaitwa Ejinga Kangala, chenye umbo lake limeshakamilika, tumeshafunga na engine na propulsion, bado vifaa vichache. Nishukuru serikali ya Mama Samia awamu ya 6 kwa miradi huu tuliopata, kwa sababu tumenufaika upande wa ajira, na ajira haijalenga wale ambao walio hitimu kwenye degree tu, lakini imezingatia mpaka vijana wa VETA kwa asilimia kubwa, na tumeangalia mazingira mbalimbali. Ukiangalia huu mradi unadili na welding fabrication, tuna wapaka rangi, tuna ma-engineers. Cuthbert Joseph ni mratibu wa timu ya ushindi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza. Kwa ni mradi mkubwa kwa kweli, na tuipongeza serikali ya awamu ya 6, imefanya vizuri sana, na ndio maana tuna tafsiri halisi ya kazi na utu. Maana yake kazi tunaiona, lakini pia kuna utu ndani yake, kwamba bila mama kuhurumia watu wanaopata tabu kwenye visiwa, maana yake ni kwamba wangeendelea kupata tabu. Kwa kifupi, itaboost uchumi, lakini pia itapunguza ajali za ziwani. Kutokana na mafanikio ya ujenzi wa vivuko hivi, baadhi ya wananchi wanaotarajia kutumia huduma hii wanaeleza mitazamo walionayo. Huku visiwani sisi tunatumia sana mitumbwi, na mitumbwi sio salama sana kwenye maji. Kwa hiyo hizi boti zitatusaidia sana. Tunamshukuru Mungu. Mama Samia ametuletea ubora sana. Mungu amsaidia, mjalie, ampe nguvu. Vivuko hivi vinatarajia kutoa huduma katika maeneo ya Bwiro Bukondo wilayani Ukerewe, Kome Nyakarilo wilayani Sengerema, Ijinga Kangara wilayani Magu, Kisoria Ukerewe pamoja na Buyagu Mbarika kule wilayani Misungwi. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Uongozi wa chama cha Democratic Party umesema utashiriki uchaguzi kwa amani na utulivu na hautasusia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025 kwa ngazi ya urais, madiwani, wawakilishi na ubunge upande wa Tanzania bara na Zanzibar. Tupate taarifa zaidi. Ni kauli yake makamu mwenyekiti wa chama cha DP Peter Agathon Magwira wakati wa mkutano wa kutambulisha watiania wa nafasi za uongozi kuelekea uchaguzi wa Oktoba. Amesema kwa kuwa lengo mama la chama cha siasa na kushika dola, basi hakitasusia uchaguzi. Nia yetu ni kukamata dola, nia yetu ni kukamata uongozi wa nafasi mbalimbali, iwe ubunge, uwakilishi, udiwani. Tunataka kuwatumikia wananchi, na DP tumejipanga kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Kitendo chochote kile cha kutaka kuharibu huu uchaguzi, DP tunaupinga, tunaukataa. Kwa sababu uchaguzi upo wa kikatiba, kila baada ya miaka 5 tunakwenda kwenye uchaguzi. Mambo mengine kama tumechelewa, basi tutatafutie muda kwa wakati mwingine. Kwa hiyo sisi DP kwanza kama chama cha siasa, kazi yetu kubwa ni kufanya siasa, na moja ya kazi ya siasa ni kushiriki chaguzi zote, iwe uchaguzi mdogo, uwe uchaguzi mkuu. Kwa hiyo katika kutekeleza hilo, basi DP tumejipanga kushiriki uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Mbali ya chama cha Democratic Party kuweka wazi majina ya watiania wa nafasi za uongozi upande wa Zanzibar, majina mawili ya wagombea urais wa Zanzibar, DP Zanzibar imemteua Abdul Juma Mluya, katibu mkuu wa chama hicho taifa, kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamtaka katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa Abdul Juma Mluya kuchukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi Zanzibar tuko tayari kwenda kumchukulia fomu. Zoezi letu linaendelea, na hii tunamtaka atake asitake, kwa sababu sisi tunaamini yeye peke yake ndio mwenye uwezo wa kuongoza hili taifa. Kwanza ni mwanadiplomasia mzuri pia, lakini mtendaji mzuri pia, ni injini ya chama chetu. Zanzibar tutahakikisha tunasimama na katibu mkuu wetu Abdul Juma Mluya kuchukua fomu, na tunamtaka
lazima afanye hivyo. Akizungumzia hali ya siasa, naibu katibu mkuu wa chama cha DP Salum Ali Abdullah amesema ameridhishwa na hali ya amani na kuwataka wananchi kuitunza amani iliyopo nchini. Bila amani kufanya kazi, tunachukua za vyama zote kwa wananchi, lakini bila kuwa na amani ya nchi, hizi amani kufanya kazi zote, kwa sababu tunaenda kwa wananchi kuomba kura, lakini tukishakupata kupiga kura bila kuwa na amani, haya maombi ndio kuomba wananchi, nitakufanyia hichi, utakifanya kati gani kati nchi na amani. Kwa hiyo amani ni kitu cha muhimu na kitu cha kuthaminiwa. Katika mkutano huo, uongozi wa chama cha DP umesema tayari umepokea majina ya wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi ikiwemo urais, uwakilishi na udiwani kwa upande wa Zanzibar. Makasim, Channel 10 Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Matembezi maalum ya wachimbaji wadogo kwa ajili ya kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na mchango wake mkubwa katika kuwainua wachimbaji wadogo yanafanyika leo mkoani Mara. Musa Makali anaarifu zaidi. Matembezi haya ambayo yanaenda sambamba na maonesho ya madini mkoani Mara, mbele ya waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Vasim Tambi amesema pia kutakuwa na mafunzo ya kuwajengea uwezo wachimbaji wadogo kuhusu sera na sheria, kanuni na miongozo ya uwekezaji. Kutakuwa na matembezi maalum ya wachimbaji wadogo kwa ajili ya kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mchango wake mkubwa katika kuinua wachimbaji wadogo. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Vasim Tambi akagusia mikakati iliyoiweka ya kuhakikisha mkoa huu unafanya vizuri katika sekta ya madini, ikiwemo kudhibiti utoroshaji wa madini. Vizuri, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba swala la utoroshwaji wa madini halitokei. Kuna mikakati mingi ambayo tumeiweka. Tunachohakikisha cha kwanza ni kwamba kuanzia pale kwenye machimbo, madini yanapotoka kwenye shimo, pale yanapotoka kwenye shimo tunafahamu. Aidha, kongamano hilo linafanyika kwa lengo la kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya madini na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi wa mkoa wa Mara. Maonesho haya ambayo yanatarajiwa kuanza Juni 3 hadi Juni 6 mwaka huu. Musa Makali, Channel 10, Mara. Kanisa la AICT Dayosisi ya Geita kupitia idara ya vijana limezindua mashine ya kisasa ya kuchakata vyakula vya mifugo, ikiwa ni mkakati wa kanisa hilo wa kuhakikisha vijana ambao hawana ajira wanawezeshwa kiuchumi kupitia fursa mbalimbali. Mrisho Sadika na arifu. Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa idara ya vijana wa kanisa hilo kwenye uzinduzi wa mashine hiyo, Bi Skola Chazi ambaye ni meneja wa kiwanda cha Safina cha kuchakata mafuta ya alizeti kinachomilikiwa na kanisa hilo, amesema hatua hiyo itakwenda kuwa mkombozi kwa vijana wengi wasiokuwa na ajira. Mpaka sasa shughuli zinazofanywa na Safina ni kukamua alizeti, pia tunawatafutia masoko wateja wetu na kuwapatia elimu ili kuboresha kilimo cha alizeti ili wapate faida zaidi. Askofu wa kanisa hilo Dayosisi ya Geita Ruben Ngwara amewaomba wafugaji wa manispaa Geita kuendelea kufuga kisasa, ikiwemo kuihudumia mifugo hiyo kwa vyakula kutoka kwenye kiwanda hicho. Wanyama wa kufugwa walishwe kwa sababu wameumbwa kwa ajili ya kuleta faida kwa mwanadamu. Kama unataka ufaidike, kama unataka manufaa ya vitu unavyofuga, ni kwamba lazima ubirishe. Sisi kwetu tunatarajia kuona kiwanda hiki kinakuwa ni kiwanda kikubwa na kinaweza kutoa huduma katika halmashauri ya manispaa, lakini na kutoka nje ya mipaka ya Geita. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Geita mjini ambaye ndio mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa mashine hiyo, mratibu wa ofisi ya mbunge John Kishomba amewataka vijana kuacha kukalia mawazo mazuri na badala yake wayatumie kama fursa ya kujikwamua kiuchumi. Tunakemea vijana wale wote wasiokuwa waaminifu. Tunakemea vijana ambao wanafikiri kwamba pesa hizi ni sadaka. Tunakemea vijana wote wanaobuni maandiko mazuri lakini wasiyatekeleze kama tulivyoiona Safina leo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Taasisi ya Elimu Tanzania TIE kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Twaweza linaanza utekelezaji wa mpango mkakati uliowekezwa shilingi bilioni 3.25 kwa kipindi cha miaka mitatu yenye lengo la kuboresha sekta ya elimu nchini kwa kuimarisha mbinu bora zaidi za ufundishaji na kujifunzia kwa kuwawezesha walimu na wanafunzi kutumia teknolojia bunifu. Novatus Makunga na arifu zaidi.
Akizungumza mara baada ya hafla ya utiaji saini makubaliano ya ushirikiano huo, mkurugenzi wa Vodacom Tanzania Foundation Zuweina Farah amesema wamewekeza fedha hizo kwa kutambua elimu ni nyenzo muhimu ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Tumeingia mkataba pamoja na Twaweza na Tanzania Institute of Education kwa lengo kuu moja, kuongeza bidii zetu kwenye taasisi ya elimu, lakini pia kwa wanafunzi wale wa primary pamoja na secondary. Mkataba huu ambao tunaingia ni mkataba wa miaka mitatu ambao utaenda kuwezesha walimu zaidi ya 300,000 kwenye mikoa mbalimbali, lakini pamoja tunaenda kudonate vifaa vya tehama, na jua hapa pia kushirikiana na taasisi ya elimu na wizara pia kuwaongezesha ujuzi walimu hawa zaidi ya 300,000. Kwa upande wao, washirika wa utekelezaji wa uwekezaji huo wanaeleza kwamba ushirikiano huo utatoa msukumo mkubwa katika kuinua ari ya walimu na kuboresha matokeo ya wanafunzi. Tunashukuru Vodacom wameweza kushirikiana na sisi, na labda tu nitoe wito kwa sekta binafsi kuendelea kushirikiana na asasi za kiraia, kwa sababu hizi program tunazozifanya zinaleta faida kwa taifa. Hawa wanafunzi wanaofaulu ndio wanaokuja kuwa nguvu kazi tunayoihitaji kwenye sekta binafsi, sekta za umma na maeneo yote. Naomba nishukuru Vodacom Foundation na Vodacom Tanzania kwa kutupa nafasi hiyo ya kuwawezesha walimu katika Tanzania nzima kuweza kutumia learning management system bila gharama yoyote. Uwekezaji huo unakwenda sambamba na vipaumbele vya taifa, ambapo katika kipindi hiko cha miaka mitatu mfuko wa Vodacom utawezesha miradi mbalimbali ya kielimu, kifedha, vifaa vya kufundishia, utaalamu wa kijamii na kiufundi, pamoja na kushiriki katika tafiti na utetezi wa sera za elimu. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wakazi wa wilaya ya Wete na Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba wamepongeza kampeni ya kisheria ya Mama Samia Legal Aid, kwani imekuja kuwatatulia changamoto ambazo zilikuwa kikwazo katika kupatikana kwa haki zao. Masanja Mabula anaarifu zaidi. Wakizungumza wakati wa zoezi hilo katika viwanja vya Jamhuri Wete baada ya kupatiwa huduma hizo, wananchi hao wamesema kuwepo kampeni hiyo itasaidia kuondoa changamoto za upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii ikiwemo vyeti vya kuzaliwa. Mama Samia, kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu kunijalia kumtia imani, moyo wa imani, akalijua hili tatizo kama lipo katika visiwa na akatutatulia. Naupokea kwa uzuri kabisa. Na naunga mkono 100%, kwani mpango mzuri, viongozi kutujua si watu wa chini. Nashukuru Mama Samia kaliona hili, kwa sababu nyuma kulikuwa na kero kubwa sana za huduma hizi. Unakwenda miezi miwili hupati huduma, lakini sasa hivi alhamdulillah tunaanza kuboroshewa hii huduma. Mratibu wa kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia wilaya ya Wete, Moza Albakari, amesema kampeni hiyo itasaidia kuwapunguzia gharama wananchi za kufuata huduma hizo kwa mawakili. Uwepo wa mabanda ya utoaji huduma katika wilaya hii ya Wete utasaidia sana kwa wananchi wetu kuweza kupunguza gharama za upatikanaji wa baadhi ya nyaraka muhimu ambazo ni miongoni mwa uthibitisho wa wao kuweza kupata vyeti vya kuzaliwa. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Vijana wa mji wa Tunduma mkoani Songwe wametakiwa kuondoa itikadi za kisiasa, dini na kabila kupitia michezo na kwamba wanapaswa kuwa wamoja ili kulinda amani iliyopo, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Katika tamati ya mkondi ya Super Cup ambayo imemalizika mjini Tunduma kati ya timu ya Tunduma City na Majobless FC, Tunduma City imeibuka kididia kwa mikwaju ya penalti 4-1 dhidi ya Majobless FC baada ya kutoshana nguvu kwa sare ya goli moja. Mdau wa michezo na mwandaji wa michuano hiyo Tomu Mkondia
ametoa mwito huu. Michezo inatuunganisha, michezo inatuleta pamoja watu wote kutoka kwenye kada mbalimbali. Nikaona hapana, nitumie nafasi hii kuanzisha ligi hii, tuhamasishe vijana kwamba hatupaswi kuuana kwa sababu ya masuala ya uchaguzi. Hatupaswi kugombana kwa sababu ya swala la uchaguzi. Kama ambavyo mimi niko CCM, wewe uko Chadema, wewe uko AST, ndio hivyo hivyo ambavyo wewe uko Yanga, mimi niko Simba, lakini hatuumizani. Kwa hiyo hata kwenye uchaguzi pia tunaweza tukaishi kwa amani hata kufuatiana itikadi za vyama. Viwanja vya mchezo wa soka vinatajwa kuwa ni kikwazo. Kama mnavyoona viwanja vyetu sio rafiki sana kwa afya zetu, kwa sababu tunacheza kwenye viwanja ambavyo havina nyasi. Viwanja vina vipara. Kwa hiyo kidogo hii inasababisha baadhi ya wachezaji wanashindwa kuendelea na mashindano kwa sababu wanapata majeraha ya muda mfupi, wengine pia wanapata majeraha ya moja kwa moja. Ili uone matokeo lazima kuwa kuna pichi nzuri, kwa maana kuna uwanja mzuri. Ione umuhimu wa kututengenezea mazingira ya kuweza kutengenezea viwanja ili tuweze kusababisha vijana wasiingie kwenye makundi ya uwizi, ujambazi. Katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya Momba Edward Mbambali anakiri uwepo wa changamoto ya viwanja vya mchezo huo. Sisi kwa kweli kama chama huo ni msiba. Yaani hili ni janga. Kwenye mji wa Tunduma imekuwa ni msiba mkubwa sana, viwanja hatuna. Kwa sababu ya viwanja hakuna, tunashindwa. Nikiripoti michezo kutoka hapa katika viwanja vya shule ya msingi Tunduma, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Naam, hivyo ndivyo tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi.